Tunaambiwa imani ni kuwa na uhakika, ni bayana ya mambo ambayo huyaoni, ni uhakika wa vitu ambavyo havionekani. Unaviona katika ulimwengu wa roho, unavivuta, unaviaccess, unaanza kuviona hapa, lakini havipo physically. Vipo katika ulimwengu wa roho, unaviona kwa mbali, unaona kwa mbali. Unajua Musa siku ile anakufa, Mungu akamwambia, unaona ile, tazama ile, unaona ile Kanaani? Akamuonesha kwa mbali, akaiona kwa mbali, lakini Musa hajakanyaga. Shetani anamjaribu Yesu, akamwambia, mwangalia fahari hii, kampandisha mpaka kwenye kinara, akamwonyesha, unaona hii fahari zote hizi, unaona, ukinisujudia tu nitakupa. Akamuonesha kwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilitaka nikuambie haya mambo mawili ya msingi sana. Alafu tuende sasa kwenye jambo la pili. Nasema siku ya Pentekoste ilianza kipindi gani? Tumeshahama kwenye Pasaka. Kama una maswali, tuma maswali yako hapo, yatajibiwa. Kama una maswali ama una comment hapo, tuma maswali yako hapo, utajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwenye kipengele cha pili ambacho kinasema sikukuu ya Pentekoste ilianza kipindi gani? Unajua Pentekoste, leo ukiwauliza wa Pentekoste wengi, Pentekoste unaielewa wewe? Nasema Pentekoste ni kushukiwa Roho Mtakatifu. Ndivyo wanavyoelewa. Leo nikusaidie zaidi. Ni zaidi ya hapo. Siku ya Pentekoste ni zaidi ya siku ile ya kushukiwa Roho Mtakatifu. Naomba twende taratibu. Pentekoste haikuanza katika Agano Jipya. Ilikuwa tayari ni sikukuu ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa na sikukuu yao, lakini pia iliyoadhimishwa na Mungu katika Agano la Kale. Pentekoste ilikuwa ni nini basi kabla ya kuja Roho Mtakatifu? Tujiulize. Nataka nizungumze kwa habari ya Pentekoste ambayo ilikuwepo kabla ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Ni Pentekoste gani? Ni kitu gani hiki? Neno Pentekoste linatokana na neno la Kigiriki linalomaanisha siku ya 50. Siku ya 50. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 9, 50. Siku ya 50. Wayahudi waliadhimisha siku ya 50 baada ya Pasaka. Yaani Wayahudi walikuwa na sikukuu baada ya kumaliza kufanya Pasaka, walianza kuhesabu siku mpaka 50, halafu wakawa na siku ya Pentekoste. Na katika hiyo siku ya Pentekoste ambao waliadhimisha wao, haikuitwa kama unavyosikia. Iliitwa kama ni sikukuu ya majuma au iliitwa kama sikukuu ya mavuno ya kwanza. Ndio terminology wanazozitumia. Katika Agano la Kale waliita ni sikukuu ya majuma, sikukuu ya mavuno au mavuno ya kwanza, ya mwanzo yale. Nani aliamuru basi? Aliamuru ni Mungu mwenyewe kupitia Musa. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 16. Kutoka 23 mstari wa 16. Kadhalika Mambo ya Walawi 23:15 hadi 21. Tunamalizia na Kumbukumbu la Torati 16:9 hadi 15. Waliadhimisha kwa namna gani? Ilikuwa hivi: siku ya Pasaka inapomalizika, wakaanza kuhesabu 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, wakaenda mpaka ilipotimia 50. Ndio siku ya Pentekoste. Na siku hiyo ya Pentekoste mambo gani yalifanyika? Walimletea Mungu sadaka za mavuno ya kwanza. Walibeba mavuno kama sadaka kwa Mungu wao, wakapeleka mahali palipoamriwa kwenye hekalu. Lakini pia walitoa mikate miwili iliyookwa kwa unga mpya kama sadaka ya kutikiswa. Unajua sadaka kutikiswa wewe? Kwa unga mpya, sio uliokaa siku 3, mpya. Lakini pia walitoa pia sadaka za kuteketezwa na za amani. Sadaka za mifugo walichinja, wakatoa, wakateketeza, na sadaka nyingi na za amani. Kwa kumbuka mambo haya matatu
yalifanyika katika siku ya Pentekoste kabla ya hii ambayo sasa tunayo. Kwa hiyo walikusanyika kwa ibada, walifurahi mbele za Mungu wao, na walikumbuka maskini, wakawakumbuka wageni, wakawakumbuka yatima na wajane, na kuwagawia sehemu ya mavuno siku hiyo ya Pentekoste. Kwa nini Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste? Najiuliza, kwa nini alikuja kutibua uwepo wa Pentekoste ya zamani? Roho Mtakatifu akaingilia kati. Haikuwa bahati mbaya, ilikuwa imepangwa ile. Wakati Wayahudi kutoka mataifa mengi walikuwa wamekusanyika Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pentekoste, Mungu alimwaga Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi wake. Ili ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 na kuendelea, hawakutoka tu Uyahudini. Kila Myahudi alikokuwako kwenye taifa lolote ilimlazimu arudi nyumbani kuja kusherehekea sikukuu hii ya mavuno, sikukuu ya majuma kutoka mbali. Kwa walikusanyika kwa wingi, na kama unavyojua Yerusalemu ilikuwa ni mji mdogo tu, ikazidiwa. Wakristo wengi wakawa wamejaa, Wayahudi wengi wakawa wamejaa mahali pale. Pentekoste ilitimia katika kumiminwa kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa kwa kanisa jipya. Kwa wakati wapo kwenye shamla ya mambo yao na sikukuu zao, ndipo ngome ikaitika. Popiga msini tu ngome ikaitika, Roho Mtakatifu akawashukia wanafunzi wa Yesu Kristo waliokuwa wamejifungia mahali. Walikuwa yapata 120 jumlisha na wale mitume. Tokea pale wakajawa nguvu, wakanena kwa lugha, na injili ya kwanza iliyopigwa pale na Petro kwa watu waliokuwa wanashangaa nini hiki kinaendelea. Maandiko yanasema waliokoka, waliamini watu wapatao 3,000. Hao ni wanaume. Sasa kama katika watu 10 wanawake ni 6 au wanawake ni 7, maana yake tunaweza kuzidisha mara 5. Unaweza kuzidisha mara 5 ya watu ili kupata idadi ya watu waliomwamini siku ile Yesu Kristo kupitia injili ya Petro. Kwa hiyo Pentekoste ya Agano la Kale ilikuwa ni sikukuu ya shukurani kwa mavuno na utiifu kwa amri ya Mungu kupitia Musa. Wakati Pentekoste ya Agano Jipya ilihusisha na tukio la kumiminwa kwa Roho Mtakatifu juu ya waamini wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hii ndio tofauti ya Pentekoste ya zamani na Pentekoste ya sasa. Kwa hiyo tunapofanya sasa, hatuazimishi mavuno tena wala majuma, bali ni uwepo na utendaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana Yesu alisema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa bila kujiliwa na Roho Mtakatifu hakuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna nguvu bila kujiliwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hilo ni jambo la pili. Sasa naenda jambo la tatu. Jambo la tatu linahusu nakuja kama swali. Je, Yesu alikuwa na wadogo zake wa kuzaliwa na Mariamu mama yake Yesu? Je, Yesu alikuwa na wadogo zake wa kuzaliwa na Mariamu mama yake Yesu, mume wake Yusufu? Maana kuna mvutano umetokea, watu wanasema hiki, wanasema hiki. Leo nataka tunyoshe kidogo maelezo kwa mujibu wa maandiko. Kuna watu wanasema Yesu ana wadogo zake, ana dada zake. Kuna watu wanasema Yesu hana wadogo zake wala hana dada zake. Kuna watu wanasema Mariamu alizaa, wengine wanasema hakuzaa, wengine wanasema Mariamu ni bikira. Hata kama alimzaa Yesu, bado Mariamu alibaki kuwa bikira. Yani kila wanahoja nyingi. Wengine wanasema kwa sababu Mariamu mimba ya Yesu Kristo ilipatikana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo Mariamu sehemu zake hazikuharibiwa. Tunajiuliza, alichomokea puani, alichomekea wapi, wakati tunajua kwamba alizaliwa kama mwanadamu? Kwa hiyo tutaenda kujibu maswali yote haya
katika kipindi hiki. Kwa hiyo endelea kufuatilia tu, utanufaika, na Mungu akubariki sana sana, kwa kuwa pia umekuwa na moyo wa upendo. Hata sasa nimeona umeambatana na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swala hili ambalo linahusu Mariamu kuzaa tena baadaye au kutokuzaa ni jambo ambalo limejadiliwa karne nyingi sana zilizopita, na jibu lake mara nyingi linategemea mtu anavyotafasiri maandiko na mapokeo ya kanisa. Yaani unayo Biblia, unayo maandiko, lakini pia kuna mapokeo ya kanisa. Kwa hiyo inategemea unatafasirije maandiko, lakini pia na mapokeo ya kanisa lako. Kwa mtu anaweza kuwa na msimamo kwa sababu hiyo. Hili jambo ni kubwa. Hii ndiyo sasa ilipelekea kuwepo akina Martin Luther, mpasuko katika kanisa la Katoliki, watu wakamegeka, tukapata Orthodoksi, tukapata akina nani hao wengine hawa. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa hapa kuna Protestanti, kuna Wakatoliki, kuna Orthodoksi. Kwa nini? Kwa sababu ya mjadala huu. Maana kuna wengine waliamini kwamba mwongozo wetu sisi ni Biblia tu yenye vitabu 66. Wengine akasema hapana, kuna dini za zamani nazo zina taarifa za mambo haya, wakachukua maandiko kutoka kwenye dini za zamani kongwe ambazo zinaelezea 1, 2, 3. Hapo ndipo ikatokea joto na msuguano mkubwa sana. Lakini leo nikupitishe kwenye hii mitizamo ama misimamo ya hao ambao wametutangulia, na baadaye tutaweka msimamo wa kanisa la Kipentekoste Tanzania. Haleluya. Mtazamo wa Waprotestanti wengi wanaamini kwamba Mariamu alipata watoto wengi baada ya Yesu kumzaa. Waprotestanti wanaamini kwamba Mariamu alipata watoto wengine baada ya Yesu Kristo, na wanayo maandiko yapo hapa, Mathayo ile sura ya 13 mstari wa 55 hadi 56, lakini pia Injili ya Marko sura ya 3 mstari ule wa sura ya 6 mstari wa 3, hapo pia inazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Waprotestanti ni watu gani? Waprotestanti ni akina nani? Waprotestanti utawaelewa hapo baadaye. Twende kwanza kwa mfatano, lakini pia nikutajie majina ya ndugu zake Yesu ambao Biblia imewataja. Wa kwanza anaitwa Yakobo, ndugu wake Yesu. Wa pili anaitwa Yusufu, watatu anaitwa Simoni, wa nne anaitwa Yuda, lakini pamoja na umbu wake. Neno natumika umbu, maana ni dada zake. Waprotestanti wanasema Yesu alikuwa na dada, Yesu alikuwa na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na wakati mwingine mtazamo mwingine inaleta shida. Wengine wanaamini kwamba Yesu hakuwa na ndugu zake. Kama angekuwa na ndugu zake, siku ile Yesu anataka kukata roho, asingemkabidhi Mariamu kwa Yohana, wakati